Wengi wanafikiri dhambi ni kulewa. Hata kutokuilinda na kuwajibika ardhi uliopewa na Mungu ni dhambi. Kwa sababu wengi wanafikiri labda dhambi ni kulewa, ni makosa tu. Ni makosa. Lakini dhambi kubwa ni kutokulinda ardhi, uwakili wa urithi aliyokupa Mungu, ardhi Eden. Kwa sababu Adamu alipoumbwa aliwekwa kwenye kipande cha ardhi, na mliona kosa la kutokukilinda ipasavyo kikanuni kipande kile cha ardhi, ikaleta mauti. Makosa mengine ya ulevi walikuweko, uzinzi walikuweko akina Daudi na uasherati, watu walifanya ukorofi, walikuweko akina Musa, hawakuondolewa, hawakupata ile adhabu. Kwa hiyo kushindwa kuilinda nchi hii kwa maslahi ya watoto wajao, hata kama ulikuwa ukifunga miaka 40 yote, ukifika mbinguni lazima jehanamu itakuhusu. Ule uwakili mkuu hatukufanya. Kwa hiyo moja ya jukumu la kanisa sio kuombea wagonjwa tu, sio kutoa mapepo tu, ni pamoja na kuwaandaa vijana ndani ya kanisa kuwa viongozi wazuri na wenye baraka kwa taifa. Kanisa, ukiona kijana anatajirika kuliko pesa alizonazo mshahara wake, msimpe kiti cha mbele kanisani, muulizeni, inawezekana anaiba kwenye ofisi ya umma. Mkemee. Jambo la pili la kanisa ni kuandaa viongozi katika nafasi mbalimbali. Hili liwe ajenda ya kudumu ya kanisa lolote. Lijiulize, tunapoenda kwenye uchaguzi tumeandaa viongozi wangapi wenye hofu ya Mungu? Jambo la tatu, kuhubiri injili ya haki. Amen. Kwa sababu tumepewa Biblia hii. Hii Biblia ni kutuonyesha akina Musa walivyoishi.